Tulianza na ndugu yetu Saidi kutoka kule Mtwara. Yeye alikuwa anaulizia, anasema kwamba kuna benki ameweka fedha zake, lakini kila baada ya mwezi huwa analetewa gawio. Je, ile gawio ni halali? Tunajua kusema kwamba Saidi inategemea kwanza na mkataba ulioingia nao hao wenye benki. Hao ulioingia nao wenye benki, umeingia nao mkataba gani? Iwapo kwamba umeingia nao mkataba ambao kutakuwa kuna biashara inafanyika kati yako wewe na wao, basi hiyo biashara iwapo kwamba ni halali. Sana hapa ndio maana pa msingi pa kuzingatia, kwa sababu upo uwezekano ukaingia, kuna baadhi ya akaunti unapoweka fedha katika benki, basi hizi akaunti maana yake zinakuwa zina pesa zile zinachukuliwa zinafanywa biashara tofauti. Sasa iwapo kwamba kunapatikana faida na hiyo faida inagawanywa katika utaratibu mzuri, basi hiyo faida inakuwa ni halali iwapo kwamba mmeingia mkataba wa namna kama hiyo. Lakini iwapo kwamba hakukuingia mkataba wa namna kama hiyo, lazima kwamba sisi tujiulize, hili gawio linatoka wapi? Hilo gawio linatoka wapi? Chimbuko lake limetokana na nini? Hilo ni lazima. Na huko ambapo unakoingia kwenye biashara, lazima uhakikishe kwamba unapoingia na benki ambayo ina mkataba na wewe, unaingia na mkataba kwa ajili ya kufanya biashara, basi hakikisha kwamba unaingia katika benki ambayo inazingatia utaratibu wa sheria za Kiislamu, kwa maana ya kwamba hautowekeza katika maeneo ambayo kwamba ni haramu, haitofuza bidhaa ambazo ni haramu, haitofanya rishi, haitofanya vitu vyote hivi vitazingatiwa. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo kwamba linalofaa kisheria. Lakini hila kwako sasa hatujui mkataba ulioingia, inabidi urudi tena kwenye ile fomu uliojaza kati yako wao na wao ni fomu gani. Na kwa sababu mara nyingi sana benki hizi hazichukui utaratibu wa kisheria, kuna nyingi ambazo hazichukui utaratibu wa kisheria, na shauri tu kwamba hilo gawio unalolipata usilitumie kama pesa yako halali, isipokuwa kama umeingia katika mkataba ambao ni wa kibiashara au kwenye benki ambayo inazingatia utaratibu wa sheria. Kwa hiyo ile gawio lichukue, lakini litumie katika masuala ya kijamii, na wala usizingatie kwamba ni katika haki yako. Usizingatie ni katika haki yako, isipokuwa kama mkataba ni wa biashara, na hiyo biashara yenyewe kwamba umeingia katika benki ambayo inachunga utaratibu wa kisheria.